Hujambo, karibu kwenye uchambuzi wetu. Sasa, kuna namba moja katika kitabu cha Ufunuo ambayo yaani imewasumbua watu kwa karne nyingi. Namba yenyewe ni 144,000. Swali ni, je, hii ni idadi halisi ya watu? Au labda ni ishara tu ya kitu kikubwa zaidi? Leo, tutazama ndani kabisa ya fumbo hili, na tutaangalia tafsiri moja mahususi ambayo inadai kuwa na majibu yote. Hili sasa ndilo swali la msingi, si ndio? Wao ni akina nani hawa 1,400,000? Na sikiliza, jibu la swali hili kulingana na chanzo tunachokichambua linaweza kubadilisha kabisa jinsi unavyotazama unabii wote wa siku za mwisho. Kwa hiyo, kaa vizuri kwa sababu tunaanza safari ya kulifumbua fumbo la kundi hili la kipekee. Sawa, basi mpango wetu wa leo uko hivi. Kwanza kabisa, tutaangalia kwa nini namba hii ni ya muhimu sana. Baada ya hapo, tutapitia nadharia 3 kuu zinazoshindana. Kisha, tutaingia kwa undani zaidi kwenye hoja ya chanzo chetu. Yaani, hawa watu ni nani hasa, kazi yao ni ipi, na wanakuja na ujumbe gani wa mwisho kwa ulimwengu. Okay, tuanze basi na sehemu yetu ya kwanza. Na hapa, kuna jambo la msingi kabisa ambalo chanzo chetu kinasisitiza. Kuelewa hawa 144,000 ni akina nani sio tu swali la kawaida. Hapana, ni kama kushikilia ufunguo unaofungua maana ya kitabu chote cha Ufunuo. Na hapa, sikiliza, sio mchezo kabisa. Hebu fikiria hivi. Chanzo chetu kinasema, ukikosea tu kutafsiri utambulisho huu mmoja, ni sawa na kujaribu kuunganisha jigsaw puzzle kubwa ya unabii wa siku za mwisho. Lakini, ukiwa na kipande kimoja muhimu ambacho si sahihi, yani picha nzima haiwezi kukamilika. Inavurugika kabisa. Sawa. Sasa tuingie kwenye kiini cha mjadala wenyewe. Hapa ndipo tutaangalia pande tofauti za sarafu. Kuna mitazamo mikuu mitatu inayojaribu kuelezea fumbo hili la 144,000. Sasa, angalia hapa. Tuna mitazamo mitatu mikuu. Kwanza, kuna wale wanaosema hawa ni Wayahudi halisi kutoka makabila 12 ya Israeli, tafsiri ya moja kwa moja kabisa. Pili, kuna wanaoamini hii ni namba ya mfano tu inayowakilisha Wakristo wote waliookolewa. Lakini chanzo chetu kinatuelekeza kwenye wazo la tatu, ambalo labda ndilo lenye mvuto zaidi, kwamba hawa ni kundi maalum, kikosi kazi cha kipekee cha siku za mwisho. Na hapa ndipo tutakapoweka umakini wetu. Sawa, sasa kabla hatujazama kwenye huo mtazamo wa tatu, tunahitaji kupiga breki kidogo. Kwa nini? Kwa sababu ili kuelewa vizuri msimamo wa chanzo chetu, ni lazima kwanza tuelewe kile ambacho kinapingana nacho, yaani mfumo wa kitheolojia unaojulikana kama dispensationalism. Sasa, dispensationalism ni nini hasa? Fikiria kama ni seti ya miwani unayovaa unaposoma Biblia. Miwani hii inakufanya uone mpango wa Mungu umegawanyika katika vipindi tofauti au nyakati. Na jambo la muhimu zaidi ni kwamba mtazamo huu unatenganisha kabisa mpango wa Mungu kwa taifa la Israel na mpango wake kwa ajili ya kanisa. Hii ndio msingi wa ile tafsiri ya kwanza tuliyoiona. Sasa, hapa ndipo penye tofauti kubwa. Kwa upande mmoja, mtazamo wa dispensationalism unaliona kanisa kama kitu kilichokuja baadaye kwenye mpango mkuu wa Mungu unaomuhusu Israeli. Ndio maana wanazungumzia unyakuo kabla ya dhiki, yaani kanisa linaondolewa ili Mungu ashughulike na Israeli. Lakini chanzo chetu kinasema, hapana, subiri kidogo. Kanisa ndilo kiini, na mpango wa Mungu sio kuliondoa, bali ni kuliandaa na kulilinda ndani ya dhiki kuu. Unaona tofauti? Ni kubwa sana na inabadilisha kila kitu. Sawa, sasa tukiwa tumeelewa huo msingi, hebu turudi kwenye hoja kuu ya chanzo chetu. Hapa ndipo tunapoanza kujenga picha kamili ya hawa 144,000 ni akina nani hasa na kazi yao ni ipi. Kwa mujibu wa tafsiri hii, ni muhimu kuelewa kwamba hawa 144,000 sio tu waumini wa kawaida. Hapana, hawa ni watumishi wa Mungu ambao walikuwepo tayari na sasa wanachaguliwa na kutiwa muhuri maalumu kwa ajili ya kazi moja ya mwisho. Fikiria kama ni kikosi maalumu cha Mungu kwa ajili ya nyakati za mwisho. Na safari yao ya kinabii, yaani, ni ajabu kweli kweli. Hebu tuifuatilie. Hatua ya kwanza, wanatiwa muhuri na Mungu, alama ya ulinzi na umiliki. Pili, wanahubiri kama wale mashahidi wawili kwa miaka 3.5.
Kazi yao inafika tamati wanapouawa na mnyama. Lakini sasa, sikiliza hili. Baada ya siku 3.5, wanafufuka na kupaa mbinguni mbele ya macho ya ulimwengu wote. Na mwisho kabisa, wanarudi pamoja na Kristo, wakiwa sehemu ya majeshi ya mbinguni kwa ajili ya vita vya mwisho. Yaani ni simulizi kamili, kutoka kuwa watumishi, mashahidi, wafia dini, hadi kuwa mashujaa. Sasa, Ufunuo sura ya 14 inatupa sifa za kipekee za kundi hili. Inasema wao ni mabikira, wanamfuata mwanakondoo popote aendapo na hawana uongo vinywani mwao. Lakini, na hili ni jambo muhimu sana, chanzo chetu kinasisitiza, hizi sio sifa za kupata wokovu kwa kila mtu. La hasha. Hizi ni sifa za kipekee zinazohitajika kwa ajili ya kazi hii maalum, ya hatari na ya juu sana ya kinabii. Basi, swali linabaki, kazi yao hasa ni ipi? Ujumbe wao ni nini? Kulingana na chanzo chetu, kazi yao ni kupeleka ujumbe mmoja wa mwisho kwa ulimwengu wote, ujumbe wenye nguvu, wenye sehemu 3 unaoitwa Injili ya milele. Sehemu ya kwanza ya ujumbe wao ni hii: mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Huu ni kama wito wa mwisho kwa ubinadamu wote. Ni kama kengele ya mwisho inayolia, ikisema, amkeni, mgeukieni Muumba, kwa sababu muda umekwisha. Ni nafasi ya mwisho ya kufanya chaguo sahihi. Halafu linakuja tangazo la pili. Umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule mkuu. Hapa Babeli sio mji halisi, bali ni ishara ya mfumo mzima wa kidunia, mfumo wa kisiasa, kiuchumi na kidini ambao unampinga Mungu. Ujumbe ni kwamba mfumo huu umefika mwisho wake, unaporomoka. Na mwisho, wanatoa onyo zito labda kuliko yote. Mtu yoyote akimwabudu yule mnyama na sanamu yake atateswa. Yaani, huu ni mstari unaochorwa mchangani. Chaguo ni moja kati ya mawili: kumwabudu Mungu au kumwabudu mnyama na mfumo wake. Hakuna eneo la katikati. Onyo liko wazi na matokeo yake ni ya milele. Kwa hiyo, kwa ufupi, hizi ndizo jumbe 3 za msingi: wito wa kuabudu Muumba, tangazo la kuanguka kwa mfumo wa dunia, na onyo kali la mwisho. Hii ndiyo kazi kuu ya wale 144,000. Basi, tunamalizia na swali hili la kutafakari. Je, unaona sasa jinsi kutafsiri namba 1 tu, namba 1, kunavyoweza kubadilisha kabisa jinsi tunavyoelewa mustakabali wote? Inaonyesha jinsi mtazamo wako wa mwanzo unavyoweza kukupeleka kwenye hitimisho tofauti kabisa kuhusu yale yajayo. Ni jambo la kufikirisha sana.